Wanasema laiti wale walio duniani wangelijua chenye kinaendelea mwezi huu wa Disemba, hata hawangeenda wakiwaambia watu Merry Christmas. Hawangeenda wakiwaambia watu ati Yesu amezaliwa. Ni Yesu gani anazaliwa baada ya miezi 6? Ni Yesu gani anazaliwa baada ya miezi 6? Walio macho na ambao mnasinzia, ni Yesu gani ambaye anazaliwa baada ya miezi 6? Kwa sababu Biblia inasema wazi, katika mwezi wa 6 Elisabethi akiwa na mimba alisalimiana na Mary, na wakati wa salamu kukaruka kitu katika tumbo, akasikia utofauti katika tumbo yake Mary. Mwezi wa 6, na leo tuko mwezi wa Disemba. Na kuna wakuu kabisa wa dini, makuhani, wanaenda wakisherekea wakiimba Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you this, we wish you this. Ni kwa nini mnataka Yesu azaliwa akiwa premature? Ni Yesu gani huyo? Ama ni ule ambaye anawekambwa kwa vibao, anabandikwa huku, wanaenda wakimwabudu wakisema Yesu ndio huyo? Ni Yesu gani atazaliwa mwezi wa 12 ikiwa mimba ilipatikana mwezi wa 6? Tuulizane maswali. Wadada, kuna mimba huwa ya miezi 6. Hata paka anachukuanga wale wasomi. Paka mimba yake ni miezi ngapi? Nataka kujua kama niko na wasomi hapa. Paka mimba yake anazaa baada ya miezi ngapi? Paka anazaa mara 2 kwa mwaka. Kwa hivyo paka anaweza kuzaa tu baada ya miezi 6. Haya, nyinyi mnafananisha Yesu na paka. Ikiwa ni ukweli wa kusherekea kuzaliwa kwa Yesu, ni mwezi wa 3 mwaka ujao. Kwa hivyo niambie ukweli uko wapi? Nahubiri mahubiri haya kwa sababu wiki ijao watu wanaenda kuchinja, watu wanaenda kusherekea. Watu watapeleka bahasha kanisani kwa sababu ya dhahabu, ufumba na managane. Wataitishwa bahasha. Maaskofu, msinipige mawe, manake najua mtanisikiza kwa mtandao. Msinipige mawe kwa sababu na wanyima bahasha zenu. Wataambiwa wapeleke washirika, hata wengine leo watachukua bahasha kanisani. Watapewa bahasha, waambiwe hii utakuja nayo, itakuwa ni siku ya Wednesday ama ni Thursday. Watakuja nayo Thursday, wakiwa wameweka dhahabu, ufumba na manemane ndani ya hiyo bahasha. Je, wamekuja kutolea mtoto zawadi, mtoto wa miezi 6 na hata hajazaliwa hapo kwa tumbo? Sikuna maanisha kuna mtoto mwingine anashikwa badala ya huyo. Sasa huyo anayeshikwa si Yesu. Huyo anayesherekewa kwa kuzaliwa kwa kipindi cha baada ya miezi 6, huyo si Yesu. Kuna kitu ambacho kimefichika. Na kwa sababu wanadamu wanapenda sherehe, wanapenda kitu ambacho kuna sherehe mahali ambapo si mbaya, ni nzuri, lakini wengi tumenaswa kupitia kwa sherehe. Maisha yetu mengi yamekamatwa kupitia kwa sherehe. Mambo ambayo unaona isongi nyingi imekamatiwa kwa sherehe. Magonjwa mengi watu hupokea kwa sherehe. Akili za watu wengi huwa zinakamatwa wakati wa sherehe. So adui akaona atengeneze siku ambayo Wakristo wote duniani watakamatwa akili zao. Maana Yohana 10:10 inasema mwizi aji ila kwa kuiba, kuua na kuharibu. So akaona njia moja ya kuleta Wakristo wote duniani watolewe akili zao katika Mungu aliye hai, wawekwe na watapeliwe kwa jina la Yesu kwamba amezaliwa. Wakaona watafute siku ambayo watakamatwa akili zao wote, na ikaonekana ni siku ya tarehe 25 Disemba.
ndio Wakristo wote dunia nzima. Saa hii ukienda kwa media, baada ya kila kipindi unaona tu miti ya Christmas tree, unaona tu nyimbo ni hizo. Watoto pia hawatoshi kuimba, nimeona katuni pia zimeanza kuimba hizo nyimbo. Yaani wanajaribu kuinua Mungu wao. Sisi tungeinua huyu Mungu vile Christmas inainuliwa, leo tungekuwa wapi? Saa hii ukiimbiwa wimbo wa Christmas utadansi kweli kweli, utacheza mpaka utajisahau. Lakini saa hii hapa kanisani tunapoimba hata wengine mmekaa kama sanamu, ni kama mko hai ndani yenu. Lakini wimbo ukitoka mwingine tofauti, wimbo ambao ni wa Christmas, utaona mtu anasakata kiuno kana kwamba hicho kiuno hakina mfupa, kwa sababu tunamwimbia Mungu aliye hai. Lakini huyu aliyekufa anasakatiwa kiuno, maana ni miungu, ni kwamba akimaliza saa hiyo ataenda alipwe. Lakini huyu wa mbinguni atakulipa kwa wakati wake. Huyu wa mbinguni atakulipa kwa wakati wake. Ni kama sadaka unakuja kuitoa hapa mbele, umeinua sadaka hivi kama kijiti, kama wewe ndio umeshinda namba 1. Umeinua sadaka unakuja kutoa. Hiyo sadaka unaoinua ukija kutoa, wale uliowaonyesha wangojee pale mlangoni wakulipe. Mungu hayuko hapo. Sadaka ambayo Mungu atakulipa ni ile mkono huu hautajua. Hiyo ndio Mungu atakulipa. Ndio maana Yesu akasisitiza akasema, mkono huu kile unatoa huu usijue. Ni kwa nini? Mkono huu ukijua, basi huu mkono na ukulipe hapo hapo. Sasa mkono huu ni wewe, na huu mwingine ni wewe unainua sadaka ukionyesha mkono huu, watu watakulipa. Malipo ni hapa duniani, na ya mwanadamu hayana baraka zozote, lakini malipo ya Mungu yana baraka. Maana Mungu hakupimii. Kadri ya kazi yako na kujitoa kwako na kumtumikia Mungu kwako, kadri unavyozidi kujitolea kwa Mungu, ndipo unapovuta. Wewe unakuwa kama magnet, unakuwa kama uko na manukato. Tutasoma maandiko hapa ambayo yanazungumzia moshi, manukato. Utakuwa na manukato ya kuvuta uwepo wa Mungu, na ukivuta ule uwepo wa Mungu, kuna nguvu zitakuingia. Zile nguvu Mungu anaanza kukulipa kupitia kwa hizo nguvu. Kwani maandiko yanasema ulimi huu unatoanga vitu vilivyo hai. Kwa hivyo ukiwa na nguvu ya Mungu, ukiwa umezungukwa na uwepo wa Mungu aliyekuumba na akaumba mbingu na nchi, anayesema dhahabu na fedha ni mali yake na wewe ni mali yake, ni kumaanisha wewe ukiwa na Mungu ndani yako, hakuna kitu ambacho utapitisha kikose kupitishwa na Mungu. Maana maandiko yanasema kitakachopitishwa hapa duniani na yeye mbinguni atapitisha. Lakini lazima muwe wawili. Kuwa wawili ni nini? Ni kukubaliana na Mungu. Ni kukubaliana na Mungu. Nimechunguza Biblia hii sana, kutoka mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo cha mwisho. Sijawahi ona maandiko yanayosema better is the one than two. Huwa inasemanga two are better than one. Maana kukubaliana, lazima kuwe na makubaliano ya watu wawili. Hata kwa ndoa ziko na shida kwa sababu ya kuto kukubaliana. Maana kuna nguvu wakati kuna agreement. Hata watoto wa nyumba moja, ili mkaweze kufanikiwa, lazima muwe na mapatano. Mkikaa chini mkipanga kitu, watoto mnakubaliana na mnafanikiwa. Muwe na sauti moja. Adui hawezi kushindwa na sauti ambazo zimegawanyika. Hivi leo mwili wa Kristo umegawanyika, na ni adui anatumika kugawanya mwili wa Kristo. Si ati ni kawaida kanisa ligawanyike. Lakini saa hii utakuta ya kwamba kuna doctrines ambazo ni za uongo nyingi zimeongezeka, na huyo ni adui anatumika kanisani. Ni adui ameingia kanisani. Biblia hii ina